Naomba nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia uhai na afya njema na kutuwezesha kushiriki katika hafla hii ya uwekaji wa jiwe la msingi la ujenzi wa barabara ya Kibada Mwasonga katika wilaya hii ya Kigamboni, ikiwa ni sehemu ya maadhimisho ya miaka 61 ya Muungano wa Tanzania. Hatua hii ya ujenzi wa miundombinu ya barabara tulioiwekea jiwe la msingi leo na utekelezaji wa miradi mingine ya maendeleo ni matokeo ya kuendelea kuwepo kwa amani katika nchi yetu. Amani tulionayo ndio inayoiwezesha serikali kupanga na kutekeleza miradi mbalimbali ya maendeleo. Hivyo nichukue fursa hii kutoa wito kwa Watanzania wenzangu, tuendelee kulinda na kudumisha amani tulionayo ili nchi yetu izidi kupiga hatua za maendeleo. Napenda kutumia fursa hii kutoa wito kwa viongozi wa wizara na TANROADS kuhakikisha ujenzi wa barabara hii tulioiweka jiwe la msingi unamalizika kwa wakati, kwa mujibu wa mkataba na kwa ubora unaotakiwa. Aidha, mkandarasi ahakikishe anazingatia masharti ya mkataba na kufahamu kuwa wananchi wanasubiri kwa hamu kumalizika kwa mradi huu ili wanufaike na dhamira ya serikali ya kuendeleza ujenzi wa miundombinu ya barabara katika maeneo yote ya nchi yetu. Barabara hii imekuwa kilio cha wananchi kwa kipindi kirefu, lakini ndani ya miaka hii minne Daktari Samia Suluhu Hassan ameleta hapa Kigamboni shilingi bilioni 83.8 na barabara hii kilomita 41 inaenda kujengwa kiwango cha lami. Barabara hii inaenda kuifungua Kigamboni, inaenda kuwatengenezea unafuu wananchi waliowekeza kwenye viwanda hapa Kigamboni, inaenda kukuza uchumi wa taifa letu. Barabara kutoka Kibada Mwasonga Kimbiji yenye urefu wa kilomita 41, utekelezaji wake umegawanywa katika sehemu kuu mbili. Sehemu ya kwanza, yani package 1, ni sehemu ya barabara kuanzia Kibada hadi Songani yenye urefu wa kilomita 26.7, na sehemu ya pili inaanzia Songani kupitia Kijaka hadi Kimbiji yenye urefu wa kilomita 14.3. Ujenzi wa sehemu zote hizi mbili za mradi huu zinatekelezwa kwa pamoja, na kazi ya ujenzi ilianza tarehe 10 mwezi Aprili mwaka jana 2024, na mradi utagharimu shilingi bilioni 83.8. Utekelezaji wa mradi huu hadi sasa umefikia 30% na tunaendelea kutekeleza kwa kasi ili barabara ikamilike. Mradi huu umetoa jumla ya ajira 331, ambapo kati ya hizi 326 ni Watanzania wazawa na raia wa kigeni ni 5.